Kueni kuvieni na kijana yenu. Kama mwezi kufa na kijana yenu, sisi tunakufa na kijana yetu. Kama mwezi kufa na kijana yenu. Umejua watu wanatuona wajinga sana. Waende waeke meeting wa sababu sasa sasa hivi wanatuambia tupende kijana yetu. Mwache kubeba watu. Sasa hivi tunampiga bana. Hakuna mtu kikasepa anakwambia bro. Nyamaza tuende block kwa live. Yo business tunakwambia huku tunakwambia hapa kutuambia tufanye nini? Tunakwambia reality bana. Hakuna ufala nini? Tunakwambia reality gani? Reality gani mnatuambia hapa? Mimi wewe niona nikitengeneza live kitu sisi kuna. Kama anafikiria huyo babu, kama anafikiria anaweza fanya mambo yake, anaweza kuwa party leader, mwambie achukue chama yake ama aende kwa Wiper, kwa Kalonzo. Mimi nauliza. Umesikia? Mimi nakuuliza. Umesikia amekataa? Mimi nakuuliza Sifuna aliulizwa kuhusu hii swali alijibu aje? Hebu ulize swali. Hebu ulize swali tena. Uliza hiyo swali tena. Kidogo acha kutuambia wewe hata ulikuwa wakati hiyo Linda Mwananchi ilikuwa inatengenezwa. Kidogo tu ndio mkanapeleka kushinda kila kitu. Kwani Linda Mwananchi sasa ndio mkono mdomo hapa mashemeji vitabu. Hivi vita ya mashemeji vitabu sana. Hivi vita mnapiga business mnaanza kufikiria kidogo. Ambao ni kugombana tu mnatafuta the benefit of this war. Hivi vita unapiga, who is the benefit of it? You need to know ujiulize. Why you people not understanding actually the strategy of pitting politicians against each other to fragment the opposition? Mnashinda hapa sijui tutafanya. This mere political bravado. Do you think unajenga nini Linda Mwananchi? Who is the benefit of this war? Mbona unajianzisha usijue actually nani anafaidika kutoka kwake? Si inakaa kama business na jingi tulia kidogo. Unashinda babu Sifuna sijui Sifuna. You're right. Hivi tamnapiga si yetu. I think you are well aware. Sisi tuna benefit. It's time to stop it. We have one enemy. Focus actually in the sense of winning. You're right. Thank you. We have one enemy in the name of William Ruto. But let me tell you something. Sifuna hata hajai kuwa na interest ya kuwa party leader. And for a fact I can tell you Sifuna yeye mwenyewe hata alisema babu anaweza kuwa party leader. Sifuna hajai kuwa na interest ya party leader. So Sifuna mimi nataka personally Sifuna kuwa party leader. Lakini let me tell you guys this. Hii kelele mnapiga hapa hawa watu they have their own ways of handling issue. Hakuna kila siku hizi kwa kila siku ati Sifuna na babu na Orengo watacheka na each other. Ati mtakuwa in a happy marriage. But this is politics. Let me tell you this. Yes, Sifuna na babu wao hakuna siku wata betray each other. These people have been through thick and thin politically in ODM. Wamepigwa vita, wamefrustratiwa. Sifuna has helped to Babu Owino in ODM maneuver. Babu Owino the same, he has done the same to Sifuna. These people are buddies. You people take a chill pill. Hii mambo ya Malala na mambo ya kina story mingi ya watu kama ya Majimbo Karasinga, hizi story mingi mnapata, hizi story mingi muachane nazo. Muongoje chama Sifuna akuwe president candidate. Agenda ni Sifuna lazima akuwe president. Bora Sifuna amekuwa president. Mambo mingi siju party leader. Mara nikuulize swali. Chama ya Sifuna. Nikuulize swali. Relax people. Nikuulize swali. Ushawahi sikia wapi mtu mwenye anakuwa president kwa hii nchi na yeye si party leader? Nani amekuambia atakuwa party leader? Wait for him not to be party leader, then you complain. But when they have not even decided, you don't even know who is the party leader. You know nothing. You are shouting here. Babu came live on air and said it. Babu came live on air. Did you see? Did Sifuna dispute? Wewe ni Sifuna ama like are you Sifuna's persona? You're not Sifuna. So kama Sifuna haja complain, who are you to complain? Who are you? Can I highlight something? Ona macho kidogo tukasema just alikatayo mambo ya Babu kwa madilita kitambo. Alikuwa kwa interview akakataa hiyo mchezo. Babu Sifuna alikataa hiyo mchezo kwa interview. Let's address the elephant in the room hapa hivi. Gen Z, nyinyi ndio watu mnakosea Babu. Let's be sincere.
Nyinyi ndio mlianza na hii discussion after wale madem ku disappoint watu wengine. Nyinyi ndio mlianza kusema let's you guys support Babu and deal with Babu only. Yes, you will support Sifuna, but you are going to measure on Babu. You started this split. And it's high time hizi vitu tuweke chini. Let's proceed with our task. Wacha tuacheze vitu vingi, because we are just creating a division in our own team. Mtu wezi kufungua live. Mwezi kwa jana muliuza propaganda mingi sana. Nyinyi ile propaganda ile propaganda kulia mwesh. Ile propaganda watu walikuwa wanauza jana. Ile propaganda yenyewe ni sawa tu. We live to fight another day. Kitu yenyewe tunasema ni nani Gen Z spokesperson anataka tunyamaze wakati Babu anasimama juu ya gari anasema ati Kalonzo. Unataka tunyamaze aje? Umesikia Sifuna akicomplain? What do you mean? Kwani Sifuna wewe unafanya Sifuna umesikia Sifuna akicomplain? Unawaambia wachane na Babu mnapigania mtu wao kama imefika. Hakuna bwana Sifuna kuna Hizi watu tuulize swali. Kama mnapiga Babu Owino, Sifuna mnapiga Babu Owino Kalonzo defend. Sifuna unataka kudefend, lakini sisi wakati unapiga Babu Owino hakuna mtu mwenye ametackle Babu Owino. We are on the same team. Sisi tupatie governor. Babu Owino hataki president. Babu Owino anataka governor, and we are sticking to that. We want Sifuna to be the president. Let's go by that. Why are we quarreling? Let me explain. Gen Z, acha ni explain kitu kidogo hapa. You know, there is what we call misunderstanding na kuongea kwa kutoelewa. These are the same people wenye walianza hii vita mali ilianza. Tuache uongo, tuongee ukweli sasa. Hii vita mali ilianza after Homa Bay. Na hii vita ya Babu kutengana na Sifuna ilianza na one platform ambaye ilikuwa ya Jonte 254. After Sifuna kukua na Babu pale Homa Bay, yeye ndiye alikuja akafungua live asubuhi kuanza kuongea ya kwamba Babu has betrayed who? Has betrayed business. You don't know. Acha tukwambie ilianza. Nyamaza kwanza. Hii vita ilianza. Ukiongea unapewa time unaongea. Wacha niongee. Vita ilianzia. Let us tell you penye vita ilianzia. Nimalizie. Hata wewe vita ilianzia ndio uongee. Vita ilianza wakati watu wa bunge la mwananchi Jakaranda. Hii vita ilianza juzi. Wakati watu wa bunge la mwananchi Jakaranda walienda wakaanza kwa attack Pauline Njoroge na kina Gen Z Badi. Hapo ndo vita ilianzia. By the way, there were no war between us. Hiyo ndo ilianzisha vita mpaka leo. Ndio unajua after that. Unaona after hiyo vita, sikia. After hiyo vita, Babu Owino akaenda bado akaenda Homa Bay. After wame disrespect kina Pauline Njoroge na kina Kabizwena. Huko hivyo watu hapo ndo vita ikaanzia. After that, Babu Owino akaenda Homa Bay, akaendorse Kalonzo huko. Sasa hapo ndo ikachemsha mambo. Mpaka saa hii. You people need to know that's where the war started. Na ndio imeendelea mpaka saa hii. Okay, that's what according to what you know. But me according to what I know. Samuelewi. Hukutoka ulikaa tu. Babu Owino endorsed Kalonzo in Homa Bay. Yes. Are you people aware that hiyo ni kitu ilikuwa tebo? Si kitu imepangwa saa hizi. Sifuna hizi. And I explained to them. Usikize, Sifuna hizi toka hivi, they brought light na ambiwa na inchi is not going actually for the top seat. Ni chesi itachezwa, ni scripts itakuja. Kutuambia sasa hii kazi yote yenye tunafanya Sifuna atasimama president. Hiyo siasa yenye unasema hiyo ya boardroom hatutaki. Siasa ya sasa boardroom. Sisi siasa ya boardroom hatufanyi. Tuko street. That's why tunakanyagana hapa. Watu wenzikiza. Hiyo watu wenzikiza. Hata mimi siwezi kubali Sifuna kuwa deputy. Endelea hiyo business unasema. Hata tunakanyagana hapa. Hata na Gen Z tunakanyagana hapa sasa hivi tutaelewana in the next few minutes. These people don't tunakanyagana sasa hivi tutaelewana in the next few minutes. What is going on? Siasa yetu ni ya street. Siasa yetu ni ya street. Wanajua nimepata ukisikia Sifuna si president mnashikana nyinyi wote. Maliza. Uko na swali gani? Uko na swali gani? Uko na swali gani? I mean, Niwaeleze what is there. surprise you. It's either you people will choose Ruto, muendelee na Ruto hadi 2032, ndio mrudi to mind reset, or you go as per what I'm telling you.
You cannot actually purport that you want to reverse a script that, number one, you don't understand it fully. Number two, you're not strategizing actually to play counter narrative. How do you want to achieve that? Okay. How do you want to achieve it? Erudite, acha tukuambie, unaona hiyo script mnasema, hata hivi vita inaendelea hapa, this is our script. You people, do you think tunapigana ati this is our script to attract attention? Attention inakuja kwetu. And politics is all about attention. That's what Gachagua has been using all along. Na tukajua hiyo kitu. That's why tunapigana hapa, tunavuruta watu wakuja watusikize. Do you think politics is whether negative or positive attention? That's politics. Ukipata negative upate positive attention. That's politics. Diana, unasema aje? Diana, uko na swali gani? I'm just wondering. Acha tungoje, time will vindicate us. I'm just wondering to ask. I know that we open these platforms for a reason, but I'm wondering if we can open a platform to talk about politicians and to defend them. Who is defending the common mwananchi? Because everyone today is talking about Babu, Sifuna. So huyo mwananchi mwenye hapo chini anateseka, nani anafaa kumuongelelea? Hiyo sasa tunajua baadaye. Sasa tuna focus on our candidate Sifuna. And we are So if Sifuna decides that he does not want to vie for president, what are you going to do? Hold him at gunpoint? Hiyo hawezi decide. Sio tunamwambia anaenda wapi. Hata sasa tukimwambia ni MCA ataenda MCA. Hata sasa tukimwambia anasimama MCA. Hiyo ya ku decide hawezi decide. Tumekataa. Hawezi decide. That's why tunakataa board. Hapo pale amefika, si amejifikisha. Hata yeye hajajifikisha pale yako. Hata sasa hapo anajua ataitwa sisi ndo Sifuna. Exactly. So he must. Na Sifuna si kama viongozi wengine. He listen to the people. He listen to us. Na wajue hivi vita yetu si ati tunapigana ati tunakosana. Hivi vita si ati tunakosana. You people need to know si ati tunakosana. Tunarekebishana. Tunakosana kila siku tunaelewa.